Pastor Ezekiel wa New Life Prayer Center and Church Mombasa nchini Kenya anawakaribisha kwenye ibada kubwa ya meza ya Bwana iliyojaa uponyaji, ukombozi na unabii tele kwa mataifa yote kwa sababu ya damu ya Yesu. Because of the blood of Jesus. Anapona. Today gets healed. Na mwili wako wa nje, you are out of body. Utaishi. Njoo ukutane na Pastor Ezekiel uso kwa uso. Nilikuja hapa meza ya Bwana nikiwa nasumbuliwa na pressure kwa miaka 11, nikapona. Safiri pamoja nasi kwa gharama nafuu sana. Hakuna sababu ya kuteseka tena. Usipitwe na neema hii. Ibada hii itaanza tarehe 2 mpaka tarehe 13 mwezi wa 4 2025. Kwa maelekezo ya safari piga simu namba 0774781537. Njoo sasa upokee muujiza wako from above only. Hali gani mtazamaji wa Global TV, mimi naitwa wako Rumba Le Babas, mwandishi msomi kutokea katika eneo jipya labda ambalo lilikuwa hulifahamu lakini wenyeji wanalifahamu sana, ambapo hapa panaitwa Mlima wa Maombi. Katika Mlima wa Maombi kuna huduma ya kumtumikia Mungu ambayo iko chini ya mtumishi wa Mungu Nabii Utukufu kwa Bwana, na kuna siku tutapata nafasi ya kuichambua kwa undani huduma hiyo na eneo hili kwa nini liliitwa Mlima wa Maombi, lakini eneo tulivu kabisa ambalo watu wengi huwa wanakuja kumtafuta Mungu na kuongea na Mungu hapa wakiwa wamefunga, wakiwa kwenye maombi maalum. Ukikaa hapa unapata utulivu wa hali ya juu na unauona ukuu wa Mungu kutokana na namna ambavyo nakupa nafasi ya kuitazama dunia kwa chini, lakini pia nakupa nafasi ya kujionea namna ambavyo wakati mwingine miti na mimea ambayo ipo kama bustani ya Eden hivi. Tutakuja kuzungumza siku nyingine, lakini leo hii tunataka tuzungumzie huduma ya New Life Church iliyopo pale Mombasa, Mavueni nchini Kenya, ambayo kwa kiasi kikubwa Tanzania sasa wameanza kuifahamu. Mikoa 5 tayari Pastor Ezekiel ambaye ni kiongozi au baba wa kanisa hilo amekuja nchini Tanzania na kufanya mikutano. Mara ya mwisho tulikopo naye mkoa jirani hapa Kilimanjaro pale maeneo ya Mijohoroni Kia, na tuliona shuhuda, tuliona miujiza. Kila alichokiongea kabla kilionekana wakati wa mkutano, na baada kile alichokiongea kwenye mkutano kilikuja kudhihiri. Niko na mtumishi wa Mungu kama alivyokueleza Nabii Utukufu kwa Bwana, ambaye tutaka tupitie kidogo tu juu ya kile ambacho kilitokea pale Kia Kilimanjaro, lakini sasa hivi kuna habari nyingine mpya kwa wale ambao wanapenda kutafuta uso wa Mungu kutoka katika huduma hiyo hiyo ya New Life Church ambayo naamini umeshakutana na matangazo, lakini atatufafanulia kwa kiasi gani tunaweza kufika na kuwa sehemu ya baraka hizo. Asifiwe Yesu. Amen, amen. Tuko hapa kwenye Mlima Maombi hapa mjini Arusha. Unaona mji kwa chini kabisa vizuri na unaweza kutazama mandhari na hali ya hewa ilivyo sawa. Tutarudi wakati mwingine kwa ajili ya hilo. Kwa leo tueleze tu Kilimanjaro, baada ya mkutano ule tukapata nafasi ya kuzungumzia kilichotokea pale. Kilitokea kitu gani ambacho kinabakia kuwa alama ya ukuu wa Kristo katika nchi ya Tanzania, kwamba Yesu kupitia mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel na Mungu wanamtumikia alidhihirika na watu walifunguliwa. Naam. Kwanza kabisa ni shukuru Mungu kwamba alitusaidia kumaliza mkutano ule wa siku 3 mkoa wa Kilimanjaro, kituo cha Mijohoroni, katikati ya Bomang'ombe na Kia, na Global TV ilikuwa ni sehemu ya kufanya matangazo hayo yaweze kuwafikia watu. Tunawashukuru pia Global kwa namna ambavyo mmekuwa pamoja nasi. Tunashukuru Mungu kwamba mkutano ule ulifanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Nafikiri mpaka leo bado ni mkutano ambao ni gumzo hapa nchini kwetu Tanzania. Moja, kwa namna ambavyo watu walikuwa wengi, mafuriko ya watu yalikuwa ni makubwa, lakini pia 2, jinsi ambavyo watu walipona. Tuliweza kushuhudia watu pona kwa kiwango ambacho ni cha juu sana, kwa sababu unaposema mifupa iliyovunjika inaungika, watu wanainuka kwa wheelchair wanazitupa wakikimbia kana kwamba mtu hakuwaivunjika mahali popote, na wakati huo huo mtu huyo labda alikuwa amevunjika mifupa, miguu, mpaka akawekwa kwenye baiskeli hizi zenye gurudumu za kutembelea. Unaweza kuona jinsi ambavyo
Mungu amesaidia watu. Tumeona watu ambao wengine walishakatiwa tamaa ya kuishi, wakishuhudia katika mkutano ule jinsi ambavyo Yesu Kristo amewaponya kupitia mtumishi wake Pastor Ezekiel. Tumeona watu wakifunguliwa kwa viwango vikubwa sana. Nafikiri wale ambao wamekuwa wakitufuatilia bila shaka wameona jinsi ambavyo Mungu alimtumia mtumishi wake kufanya kazi. Jinsi ambavyo Mungu alimtumia mtumishi wake kuwafungua watu hapa nchini kwetu Tanzania, mkoa wa Kilimanjaro, kituo cha Mijohoroni katikati ya Kia na Bomang'ombe. Ni moja ya mambo ambayo hayatawahi yasahaulike kamwe. Na moja wapo la tatu ni jinsi ambavyo alitabiri juu ya mvua hapa nchini kwetu Tanzania, na namna ambavyo alisema kwamba mvua itasubiri ila atakapomaliza mkutano mvua itaanza kunyesha. Maajabu ni kwamba siku hiyo hiyo ya mkutano, alipomaliza tu mkutano Jumapili, kama alivyotangaza Jumapili kwamba leo mvua inanyesha, kimaliza mkutano umeisha, hata dakika 10-20 hazijaisha mvua zikaanza kunyesha hapo hapo eneo la mkutano, Bomang'ombe nzima na mkoa wa Kilimanjaro kwa ujumla. Wale wote ambao walikuwa katika mkutano wanafahamu jinsi ambavyo alielezea juu ya mvua zitakavyonyesha nchini kwetu hapa Tanzania mara baada ya mkutano wake kutamatika. Ndio maandiko yanasema kwamba utajuaje kama nabii huyo Mungu amemtuma? Ni nabii yule ambaye atasema neno likatimia. Hiyo ndio inayokupa kujua kwamba Mungu amemtuma. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa kiwango kikubwa sana jinsi ambavyo Kilimanjaro mambo makubwa sana yamefanyika, na hatuwezi kusahau. Nafikiri ni historia itakayobaki vizazi na vizazi. Tumeona hicho ulichokizungumza ndicho ambacho kwa wale waliokuwa wanafuatilia habari hizi hakuna mtu ambaye atakuwa na mashaka kwamba kilichoongelewa kijatokea. Na kupitia Global TV tulikuwa tunatoa update za kusummarize kila ambacho kinafanyika kwa siku husika, ukiacha yale maajabu ambayo yalitokea, mvua ambayo nakumbuka ilikuwa siku ya pili akasema hiyo sio mvua, hizo ni baraka za Mungu mwenyewe anavyoshuka. Ilitokea kwamba katikati ya mkutano akasema ikaonekana kama hali ya matone yanayodondoka, lakini ni eneo la mkutano peke yake, hayadondoki. Yani ni kama mvua lakini ni ndani ya eneo la mkutano, uwanja tu ule wa mkutano. Najua ni kali sana, hakuna mawingu, lakini hiyo mvua inanyesha. Akasema hiyo sio mvua, ile ni nguvu za Mungu. Na pale watu wakaanza kupona, mlipuko mkubwa ukatokea wa uponyaji na ukombozi. Na ni kweli mimi nilikuwa nje ya ule uwanja, kwa nilikuwa na watch kwa YouTube. Sasa nashangaa kama pale uwanjani mvua zinanyesha, na sisi tuliokuwa pembezoni tumeenda kuchukua kitu jirani na hapo hakuna kitu kinachoitwa mvua. Sasa mimi ndo ningekuwa Ezekiel wa Tanzania, yani pale mvua wakati inanyesha, kwa sababu najua hii mvua kwa namna ilivyo, mimi si ndo kiroho kwamba najua kwamba hii sio mvua. Ningesema sasa naiamuru mvua isimame na itatii, alafu ikikata pale naonekana sorry, watu wakitoka pale wanatoka kwamba mtumishi amesimamisha mvua ilitaka inyeshe. Lakini Ezekiel hakutaka sifa ya namna hiyo, aliamua kuwa mkweli katika hilo. Aliamua kuwa mkweli kwamba hii sio mvua, ni nguvu ya Mungu inashuka kwa mkutano. Na ndivyo ilivyokuwa kwa muda huo mchache. Hakukuwa na mvua mahali popote, ila matone yale yalidondokea watu tu waliokuwepo kwenye huo mkutano peke yake. Okay, leo tunakutana hapa kwa ajili ya ibada kubwa ya meza ya Bwana, ambayo hata yeye pia tulipokuwa pale Kilimanjaro aliigusia na akawaalika watu wengi wafike kanisani. Hebu tuitazame hapa alisema nini juu ya watu kwenda katika kanisa lake lilopo maeneo ya Mavueni nchini Kenya pale Kilifi. Kwa wale ambao wanatutazama na wako nyumbani Kenya, na wale ambao wako home Tanzania na wako sehemu zingine ya dunia na wangetamani kuja ibada kuanzia next week. Ibada inaanza kesho kutwa Tuesday kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 12. Ibada zetu ni full day. Nashukuru Mungu amenijalia neema ya mwili mdogo usiochoka. Imanishi wale ambao wako na mwili mkubwa kiasi kama Pastor Sara wanachoka, hapana. Mungu akujalie neema ufike Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Utanipata kanisani, tutakutana huko New Life Mavueni Kenya. Na kama ungetamani kufika na uko hapa, ungetamani kufika next week, ungetamani kufika meza ya Bwana, kuna nambari huwa tunaweka kwenye runinga.
na hizo nambari ukipiga ama wakati wa matangazo, kuna nambari mtumishi wa Mungu utukufu huwa anaweka kwa mabango na kwa runinga tunapotangaza hapa. Hiyo namba piga, atachukua. Ukipiga hiyo namba, maagizo atakayokupa tafadhali fuata. Hakuna haja ulagaiwe na watu. Kwa mnafanya inakuwa bora zaidi. Nashukuru Mungu kwa ajili ya madereva wa Tanzania. Huwa wakija na abiria wanawasubiri mpaka ibada ishe, tena wanawabeba wanawarudisha huko. Mungu awabariki sana. Ninaomba mtu asikulagai. Na ukija New Life Mavueni, parking ni bure. Uwe unapark kwa petrol station yetu, unapark kwa church parking, mtu asikulagai. Mahali ambapo ukitaka kubadilisha fedha, iko sehemu kanisani. Usije ukakutana na watu barabarani wakakwambia sisi tunabadilisha kwa njia hii. Tunapoibadilisha kanisani, hatuna haja na faida yoyote. Kitu kipya hichi huenda kikawa kwa Tanzania, kwa sababu sisi tuliaminishwa, lakini pia ndivyo hata kwenye vitabu vya dini vingi vimeandika kwamba mwili na damu ya Kristo kwa ondoleo la dhambi. Tuliishia hapo tu, lakini shuhuda ni nyingi ambazo zinaonyesha kuna matokeo makubwa sana ya meza ya Bwana, mwili na ile damu ambayo inatolewa kwenye kanisa hili la New Life Church. Bwana asifiwe. Amina. Kwa majina naitwa John. Nilikuja hapa mwezi wa Disemba. Mtoto wangu alikuwa na matatizo ya moyo, lakini Mungu ni mwaminifu. Nilikuja kumchukulia damu ya Yesu, nikavunja madhabahu na nikampeleka Makadara. Daktari akasema shida ya moyo hakuna. Haleluya. Ushuhuda wa pili, Januari mama yangu diabetes na pressure, nikamwambia mamangu situmie dawa, ninakuja. Nikaja hapa nikavunja madhabahu, nikabeba living water, pressure, ulcers hakuna tena. Kwa nini sio ondoleo la dhambi tu peke yake? Hii imeleta miujiza ambayo kwenye baadhi ya makanisa labda tunasema bado hatujawahi kuziona hizi shuhuda kwamba mtu anywe mwili na damu apone. Tumezoea mwili na damu unaambiwa nenda kwa amani, dhambi zako zimefutwa au Mungu ametusamehe na vitu kama hivi. Hili likoje? La kwanza kabisa ni kutokana na ule ufunuo ambao Mungu amempa. Kila mtumishi wa Mungu ana ufunuo aliopewa na Mungu kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na ufunuo, unajua Musa Mungu alimpa fimbo ile ya kuchipuka ambayo iliitwa fimbo ya Haruni, na miujiza mingi ilifanyika kwa hiyo fimbo. Hata bahari ilinyoshewa fimbo ikagawanyika. Na Elia kadhalika alikuwa na ufunuo wake. Na mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel, Mungu amempa sana ufunuo wa maarifa kuhusu damu ya Yesu Kristo. Kwamba watu wanaposhiriki ibada ya meza ya Bwana, wanapona magonjwa yao yote, wanapona shida zao zote, watu wanafunguliwa. Tumeona watu wakishiriki meza ya Bwana, mtu yuko kwenye wheelchair, akimaliza kushiriki anainuka anatembea mwenyewe. Jambo ambalo kama ulivyosema hatujawahi kushuhudia pengine makanisani katika ibada zetu, kwamba ibada kama hiyo inaweza kufanya mambo kama hayo. Mara nyingi tumezoea kwamba ibada ya meza ya Bwana ni kwa ajili labda ya ondoleo la dhambi peke yake hivyo na kadhalika. Lakini sasa Mungu amempa mtumishi wake Pastor Ezekiel ufunuo kwamba kama damu ya Yesu Kristo tunaposhiriki meza ya Bwana ni kwa ondoleo la dhambi na kukumbuka Bwana wetu Yesu Kristo, kama ina nguvu kama Yesu anavyosema kwamba mtu akila mwili wangu na kunywa damu yangu atakaa ndani yangu, kwa nini isiwe na nguvu ya kuondoa kansa? Kwa nini isiwe na nguvu ya kuondoa umaskini? Kwa nini isiwe na nguvu ya kuondoa pressure? Kwa nini isiwe na nguvu ya kuondoa asma? Jaribu kuwaza na kufikiri, ikiwa damu ya Yesu Kristo inaweza kumuondoa mtu kwenye ulevi, inaweza kuondoa ukahaba, inaweza kuondoa dhambi yoyote kwa mwanadamu, basi nafikiri kansa ni kitu kidogo sana kuliko dhambi. Nafikiri HIV ni kitu kidogo sana kuliko dhambi. Kwa hiyo naweza kujibu kwamba ule ufunuo Mungu aliyompa
ndio ambao unawaponya watu, na ile gharama anayolipa kukaa na Mungu kuombea meza hiyo ya Bwana. Ndio maana watu wanapotumia meza ya Bwana, damu ya Yesu Kristo na mwili wa Yesu kwenye madhabahu ya mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel, wanapona magonjwa yao kirahisi tu, hata bila kuwekewa mkono wala bila kuombewa. Mara nyingi anasema ibada ambayo watu wanapona bila yeye hata kumgusa mtu ni ibada hiyo ya meza ya Bwana. Na ni kweli, kwa sababu mimi nakumbuka yule mama ambaye alitolewa Uganda, aliyeugua kansa mpaka ikafika stage 5 na wakapelekwa India akiwa ameoza, na India wakamrudisha kwamba walipeleka na ndege, akamrudisha kwamba akafie nyumbani, maana hiyo kansa haiwezi kupona tena. Na walipomrudisha wakawa na watch YouTube. Kwa kuandika tu New Life TV Kenya unapata Pastor Ezekiel. Lakini pia ukiingia Facebook andika New Life TV official utapata Pastor Ezekiel. Pastor Ezekiel ana mitandao anayotumia ambayo amesajili kwa jina la Pastor Ezekiel, labda kama Facebook au TikTok, hapana. Hana huduma hiyo ya kuchati na mtu kwamba sijui yeye ni Pastor Ezekiel, au mara nyingi ni matapeli. Ni matapeli wanafanya hivyo. Sasa yule mama akapelekwa Mavueni Mombasa kwa Pastor Ezekiel, akiwa yuko amechukuliwa ndege wamekodi, na wakafika Mombasa kakodi ambulance kwenda kanisani. Yule mama siku ya kwanza alishiriki meza ya Bwana. Siku ya hiyo ya kwanza akaanza kufungua mdomo kutaka kuongea. Siku ya pili vile vile yule mama akapona, akaanza kuongea, akaanza kutembea, akaanza kula. Hiyo haiwezi nitoka kwenye akili yangu. Ni moja ya miujiza niliiona na ikanitetemesha, kutokana na yule mama alivyokuwa ameoza kwa kansa, ametobolewa utumbo kila mahali, na India wamesema arudishwe akafe. Sasa ufunuo huu ndio ambao unaponya watu kwenye madhabahu ya mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel, kutokana na Mungu alivyompa. Sawa, balishe Robert. Unaweza ukazungumza watu wengi wakahisi kwamba ni magonjwa tu pekee ndio ambayo kwenye meza ya Bwana miujiza mingi inatokea, lakini kwa sababu unajua sisi tunapozungumzia hii huduma tunazungumza kama waandishi huru, yani sisi sio sehemu ya huduma. Kwa hiyo nikizungumza jambo mimi silipambi, naongea kile ambacho nimefanya utafiti, na imekuwa bahati kwa sababu meza ya Bwana ya mwisho mimi nilienda kwa ajili ya kufanya interview ya uwekezaji unaofanywa na kanisa International School, pamoja na miradi iliyoko pale university na mambo mengine ambayo naamini pia TRP tunaweza tukapata nafasi ya kuweza kuwajulisha watu kwamba imefikia hatua gani. Sawa. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo niliviona, ukiacha shuhuda za watu ambao walipona, kwanza kwenye gari ambayo mimi nilisafiri nayo kulikopo kuna dada ambaye alikuwa na shida ya macho, nafikiri alikuwa na shida ya macho, lakini kulikopo kuna dada ambaye alikuwa hana shida yoyote. Lakini pia wakati tumefika kule, wakati tuko kwenye gari nikawa nawauliza, yule mmoja akasema anaenda amevaa miwani, anasema ana shida ya macho. Alafu huyu mwingine alisema mimi mara 3 naenda. Naambia sasa unaenda una shida gani? Akanambia mimi najua, mimi nina siri yangu. Naambia unatafuta Bwana au nini? Mimi nina siri yangu. Tumefika kule, sababu kule ni watu ni wengi, kwa hiyo tukapotezana. Ile siku ya kurudi sikumuona yule dada ambaye alikuwa na changamoto ya macho. Ile nikakutana na yule dada ambaye alisema mimi nina siri yangu. Nikamuuliza, yule mwenzako vipi? Alipona? Yaani kwa sababu unajua si wengine tunaenda kwa ajili tu ya kudhibitisha, wakati mwingine si ndio wale matomaso. Vipi, alipona au ametumia nauli yake tu? Hivyo nisikwambia bali ana nauli, lakini kimoyomoyo nikasema au amepoteza muda, ameingia gharama, angeenda kutafuta wataalamu wa masuala ya afya ya macho, labda angepona kuliko kutumia nauli, japo gharama sio kubwa kwa namna ambavyo mnafanya, na utaieleza hapa mwishoni, haifiki hata 200,000. Lakini mwisho wa siku nikajiuliza, je, amepona? Alichonijibu akaniambia kitu kimoja, amepona na miwani yake kaiacha huko huko. Sielewa. Ila kwenye kurudi alikuwa kwenye gari tofauti. Lakini nikiwapo pale nilikutana na brother mmoja ambaye tunafahamiana naye, yuko mjini hapa, ana maduka ya hardware. Nikamwambia, vipi na wewe umekuja huko? Akaniambia watu wakiona anafanikiwa mjini, mimi huku ndo nakuja kuchukua kimbora changu. Anakuambia kila meza ya Bwana yeye ni Mchaga, anakuambia mimi nikienda nyumbani kuhesabiwa lazima nipitie huku. Imekuwa ni kama sehemu ya kuja kuchukua baraka zangu. Sasa namalizia kwa huyu ambaye aliniambia kwamba anaenda kule na siri zake. Nikakutana naye mjini siku moja. Nikamwambia, binti vipi? Safi, ni mdogo of course, anaweza kuwa na miaka 22, 23. Unaendeleaje? Poa. Nikamwambia, umeshapata mchumba? Akacheka sana. Akasema, kwa hiyo unaamini mimi nilienda kwa ajili ya kutafuta mchumba? Nikamwambia, sasa kama unashindwa kuniambia ulifuata nini, haiwezi kuacha kuwa mchumba. Akaniambia, hapana, mimi huwa naenda kule kwa ajili ya kutafuta baraka za mafanikio yangu.
Nikamwambia hizo baraka umeshazipatia, yani umeshazipata kiwango ambacho kila mwaka wewe unaenda? Akaniambia katika umri wangu mdogo kumiliki duka kubwa la cosmetics hapa mjini ni rahisi. Tena ni pale karibia na ofisi za mkuu wa mkoa kwa chini. Nikasema kwa kweli sio rahisi. Akaniambia basi kuna siku utafika hapo kwenye duka langu alafu uone huo muujiza ambao mimi ndo nasababisha kila siku nafanyaje naenda. Kwa hiyo napoenda pale mimi naamini nabarikiwa hasa kwenye meza ya Bwana. Ndio maana nikaanzia hapo kusema kwamba sio tu watu wanafunguliwa kwenye magonjwa, lakini kuna baraka zingine wanazipata. Ni vizuri sana watu wakaweza kuelewa kwamba ibada hizi za meza ya Bwana ya mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel ni ibada ambazo zimebadilisha maisha ya watu. Kwanza hatuwezi kusema zinabadilisha au zitabadilisha, kwa sababu tayari zimeshabadilisha. Hata mimi ninayezungumza hapa ni moja ya ushuhuda wa kubadilishwa na ibada hizi. Hapa tunazungumza, kumbuka tuko kwenye mlima wa maombi. Mlima huu ni maekari nyingi sana. Eneo hili ni kubwa. Sasa pengine nikikutajia na mimi umri wangu pia na kumiliki mlima huu mkubwa wa maombi, unaweza ukaelewa kwamba tunazungumza nini. Ungeweza kuonyesha watu huko chini, ungeweza kuona kuna mambo makubwa, lakini haya tutakuja kuyaeleza kipindi kingine. Nachoweza kusema ni kwamba ibada za meza ya Bwana zinawaondoa watu kwenye umaskini kwa kiwango cha juu sana. Mimi nakumbuka bwana mmoja wa Dar es Salaam aliunganishwa na mimi kwa kutumiwa namba zangu na mheshimiwa mmoja ambaye sitamtaja hapa, na akamwambia kwamba mpigie huyo mtu akuambie, kwa sababu huyo mtu yuko na Pastor Ezekiel. Aliponipigia alihitaji mimi nimuombe. Mimi nikamwambia nikisema nianze mambo ya kukuombea, mimi nahisi kama naweza nikachukua muda mrefu, na wewe ni mtu pengine mkubwa huko serikalini na labda imani ulionayo ungetamani afanyike haraka. Mimi nakushauri nenda ibada ya meza ya Bwana Mavueni, Mombasa, Kenya, kwa babangu Pastor Ezekiel. Akasema nitafikaje? Nikamuelekeza. Kwa mara ya kwanza kupanda ndege akasafiri na magari yetu yanayotokea Dar es Salaam, kwa sababu tuna safari kama hii, safari ya kuanzia hivi meza ya Bwana inaanza tarehe 2 mwezi huu wa 4 mpaka tarehe 13. Ina maana nchi nzima tutakuwa na safari tofauti mpaka ile siku ya tarehe pengine 10 kuelekea kwenda kumaliza meza ya Bwana ya tarehe 13. Wana namna rahisi sana ya kufika ni nitaeleza, nataka niwaeleze jinsi ya kufika. Mimi nitahifadhi, siwezi sahau. Namna mfano watu walioko Dar es Salaam nauli ni shilingi 83 tu kwenda na kurudi. Watu walioko Tanga, Morogoro wanapanda magari yanayotokea Dar es Salaam. Wale wa Tanga watapitiwa Tanga kwa sababu tunapita Horohoro. Wale wa Morogoro wanaweza sogea Chalinze, wa Pwani wakasogea hayo maeneo. Lakini pia kuna namba zetu za simu zinapita kwenye screen, utaweza kuzipiga, ambazo ndio namba za safari. Watu walioko mikoa ya kaskazini kama Arusha, Kilimanjaro, gari inaanzia Arusha. Watu wa Dodoma, watu wa Manyara wanafika Arusha, gari inaanza safari yake Arusha, nauli ni 60,000 tu kwenda na kurudi. Yaani kwenda kwa Pastor Ezekiel na kurudi nauli ni shilingi 60,000 tu kutokea Arusha. Watu wa Kilimanjaro wanapitiwa Kilimanjaro kwa sababu zinapitia Holili. Watu wa Mwanza nauli ni shilingi 125,000 peke yake kwenda na kurudi. Kutoka Mwanza mpaka kwa Pastor Ezekiel kwenda na kurudi nauli ni 125,025. Lakini pia watu walioko Mbeya nauli ni 145,000 kwenda na kurudi kutoka Mbeya kwenda na kurudi kwa Pastor Ezekiel. Lakini kumbuka watu wa Njombe, watu wa Iringa wanatumia magari yanayotokea Mbeya, wanapitiwa na magari ya Mbeya. Na kwingine kama Shinyanga wanapitiwa na magari yanayotoka Mwanza. Watu wa Bukoba, Kagera wanaenda moja kwa moja, watu wa Geita wanaenda pia moja kwa moja kule Mwanza. Kwa unaweza ukaona kwamba nauli hizo nauli inayotokea Arusha 60,000 kwenda na kurudi, inayotokea Dar es Salaam 83,000 kwenda na kurudi, inayotokea Mbeya 145,000 kwenda na kurudi, inayotokea Mwanza 125,000 kwenda na kurudi. Sasa nimalizie ushuhuda. Huyu mtu nikamuelekeza akafika ibada ya meza ya Bwana. Amefika ibada moja tu, amerudi, amekaa ndani ya muda mfupi, milango yake ya uchumi ilifunguka kwa kiwango cha ajabu. Madeni yote yakaisha na akafungua hardware ya kuuza
yadi ya kuuza magari. Hivi tunavyozungumza ana yadi ya magari tayari. Lakini kumbuka wakati namuelekeza madhabahu hii kwa mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel, alikuwa na madeni na alikuwa uchumi umekwama na hali yake ya maisha ilikuwa mbaya. Lakini ndani ya mwezi mmoja, ilikuwa ni mwezi wa 8 mwaka jana, kufika mwezi wa 9 mwishoni, ananipigia na kunitumia yadi yake ya magari, jinsi ambavyo ana magari mengi, yadi ameshafungua. Mimi mpaka kuna wakati mimi nashangaa, kama ndani ya mwezi mmoja tu hata haijaisha huyu mtu uchumi umefunguka kiasi hichi, basi Mungu ana nguvu sana. Kuna wengine wakisikia hivyo wasema basi utakuwa ni shetani, kwa sababu hawaamini kama Mungu alitumia siku 6 kuumba milima, maji, wanadamu, dunia nzima, anashindwa vipi kuumba maisha ya binadamu mmoja, uchumi wake hata kwa wiki moja au hata kwa siku kadhaa? Ni rahisi zaidi. Kwa hiyo unapozungumza ya ibada hii ya mtumishi wa Mungu ya meza ya Bwana, kuna watu wengi hata hapa kwa Tanzania ambao ni viongozi mbalimbali, mawaziri, wengine ambao walishaondolewaga kwenye uwaziri, hata kama wanakutana na clip hiyo wanajua kabisa kutoka mioyoni mwao kwamba walienda kwa mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel na wakaenda kwa ibada ya meza ya Bwana, na baada ya hapo walikuja kupata teuzi mbalimbali hapa nchini kwetu Tanzania, na ni viongozi sasa. Kwa hiyo unapozungumza ibada hizi, sio ibada tu za watu labda sijui ni wagonjwa peke yao au ni watu wa maisha ya chini peke. Hizi ni ibada ambazo watu wanatoka Amerika wanakata tiketi za ndege, watu wanatoka Uarabuni, watu wanatoka Asia, wanafika kwa Pastor Ezekiel kwenye hizi ibada za meza ya Bwana. Kwa unaweza kufikiri kama mtu yeye, si tunaongelea kutumia gari, hata atufikisha hata 200,000 kutoka nchi nzima, safari ya kwenda na kurudi. Watu wanalipa mamilioni kutoka Amerika kwenda kwa Pastor Ezekiel. Unaweza kuelewa kwamba na waeleze pia kwamba gari hiyo gharama gari inamsubiri, yani sio kwamba inarudi tena itafutwe. Naam. Yani gharama hizo ni kwamba hiyo gari inayokupeleka unapopanda usafiri wetu, kapiga namba hizo zilizoko kwa screen, unapopanda usafiri wetu kwenda Mavueni meza ya Bwana, hiyo gari inakusubiri. Baada ya ibada ya meza ya Bwana ndio hiyo gari inakurudisha tena nchini kwetu Tanzania. Kuna wengine ambao wanataka kwenda labda kwa wiki moja, kwa siku 3, kwa siku 4. Wengine wanataka kwenda wakakae siku zote hizo 12. Kwa hiyo unachotaka kufanya ni kwamba wewe piga tu namba zetu za simu hapo zilizoko kwa screen yako. Ukizipiga hizo namba na ukamueleza unapiga simu kutoka wapi na unataka kusafiri kwenda kwenye ibada ya meza ya Bwana, moja kwa moja utapewa utaratibu mzuri na utaelekezwa kutuma nauli kwa namba hiyo, kwa utaratibu mzuri kutokana na mkoa uliopo na mkoa ngapi. Pengine kama mko wengi unaweza lipia watu wengine nauli kupitia namba hiyo hiyo, na jina lenu likaandikwa labda kule moja, kutokana na watu ambao mmewalipia. Labda kwa mtu ambaye, kwanza kwa nini mliweka utaratibu huu wa magari? Na hata Pastor Ezekiel alieleza kwamba gharama inaotozwa ni nauli pekee, na wameweka huu utaratibu sana za kusaidia kujibu swali. Akasema watu wawe makini wasilanguliwe, yani usifanyike biashara ya watu kutoka hapa na kufika kanisani. Lakini bi yake ni kwamba kwa nini msingeacha iwe riziki kwa watu wengine, kwamba mtu ana gari yake kama ambavyo biashara zingine zinafanyika za utalii za nini, mtu ana gari yake ameona hiyo ni fursa, wachukue watu awapeleke. Lakini kuhusu issue ya kulala kule, issue ya chakula ikoje kwa mtu mgeni ambaye hajawahi kufika kabisa? Mimi nina majibu, lakini nikiongea watasema huyu naye ameshakuwa chawa wa hii huduma. Sasa muongee wenye huduma labda ili wapate shauku ya kuona kwamba sio ngumu na ni rahisi. Na miaka mingi nimekuwa hata ile safari ya mwisho nimeona watumishi wengi wa Mungu ndio wengi kuliko waumini wa kawaida. Yani wachungaji wa makanisa wengine ndio wanaenda pale kuchota baraka za uchungaji. Labda hii inaweza ikawa tofauti kuhamasisha na waumini wao, wakakutana sasa mzee wa kanisa, mchungaji na muumini kule kwa Pastor Ezekiel. Karibu. Asante. Naam. Mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel, Mungu amempa neema. Kwa hiyo inaweza hiyo neema wanafuata watu wa aina zote. Kama nilitoka kutaja watu pengine wa serikali na kadhalika kutoka ulimwenguni kote, marais wakiomba ushauri kwa Pastor Ezekiel, lakini pia hata watumishi wa Mungu, kwa sababu neema zimetofautiana na madhabahu haitoshani nguvu. Kama ambavyo mimi mwenyewe pia ni mtumishi wa Mungu, lakini nimeweza kueleza namna ambavyo pengine mtumishi wa Mungu, huduma ya mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel imebadilisha maisha yangu kwa sehemu
kubwa sana. Nachoweza kusema hapo ni kwamba watu ambao, kwa nini tumeweka utaratibu wa safari za pamoja, bado tu ni kile kwamba hayo magari sio ya kwetu, hayo magari ni wafanyabiashara wenye magari yao ndo tunayakodi. Lakini tunayakodi katika utaratibu wa pamoja ambao unatusaidia watu wasiingizwe kwenye utapeli au watu wasiingizwe kwenye gharama kubwa, wakati gharama pia ina uwezo wa kuwa ndogo na mtu akasaidika. Sababu si hatuangalii tu mtu ambaye ni tajiri, mtu mwenye fedha, mwenye mali. Tunaangalia hata yule ambaye anamtaka Mungu lakini kwa sasa hali yake ya uchumi bado ni mbaya. Hali yake ya uchumi bado sio nzuri. Huyu mtu akikutana na ulagai kwenye mambo ya safari, inaweza ikamvunja moyo na ikamkatisha tamaa. Akikutana na ubabaishaji katika kusafiri, katika kurudi, inaweza ikamvunja moyo. Kwa hiyo tumetengeneza utaratibu mzuri, japokuwa watu pia wanakodi magari kivyao na wanasafiri. Watu pia wanawasha magari yao wanasafiri. Watu pia wanawasha ndege zao au wanakata tiketi za ndege, wengine wanasafiri wanaenda kwenye ibada hii kubwa ya meza ya Bwana ya mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel, ambayo inaanza tarehe 2 mwezi huu wa 4 mpaka tarehe 13 mwezi huu wa 4 pale Mavueni Mombasa, nchini Kenya. Sasa tumeweka urahisi huo ili kukurahisishia wewe ambaye umekuwa ukisikia habari za Pastor Ezekiel, umekuwa ukimtazama Pastor Ezekiel, umekuwa ukisikiliza shuhuda kuhusu Pastor Ezekiel, lakini haujui unawezaje ukafika kwa Pastor Ezekiel. Haujui unawezaje ukafika na ukapata msaada. Na kuhusu mambo ya malazi, vyakula, ni bei ya kawaida kabisa. Ni bei yoyote unayoitaka kutokana na kiwango chako cha uchumi. Kuna ya kiwango cha juu, kuna ya kiwango mpaka ya chini kabisa. Hata mtu akiwa na shilingi 2,000 ya Tanzania na uwezo wa kula chakula. Hata akiwa na shilingi 5,000 ya Tanzania na uwezo wa kupata mahali pa kulala. Kwa hiyo kule pia kuna sehemu za kuchange pesa hapo kanisani kwa Pastor Ezekiel, na kuna nyumba za hadhi tofauti ili isije katokea mtu ameshindwa kupata pa kulala kwa sababu ya hali yake kidogo ya uchumi alionayo. Lakini pia kutokana na maelfu na malaki ya watu, wakati mwingine wengine wanaamua kulala kwa maombi kanisani kwa sababu pale ibada ni usiku na mchana. Naam. Mimi kipekee sana, mimi ni kukaribishe tu. Pengine umekuwa ukisikia habari hizi za mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel, chukua hatua sasa. Mungu anakutaka wewe katika ibada hii kubwa ya meza ya Bwana. Nenda kwa ajili ya kupona, kwa ajili ya kufunguliwa, kwa ajili ya baraka, kama ulivyosikia shuhuda zingine kwamba wengine waendi sio kwamba ni wagonjwa, lakini wanatamani hali yao ya kiuchumi ibadilike na wanatamani wakae katika viwango vya Mungu. Kama ulivyosikia wengine ni watumishi wa Mungu, sio kwamba wanaenda ili wapate pesa, ili wawe matajiri, wanaenda ili kuinua viwango vyao vya kiroho. Sababu mtu huyu wa Mungu, Mungu amempa neema ya katika bara letu la Afrika, unaweza kuzungumza jinsi ambavyo amekuwa mlima wa makimbilio katika nchi mbalimbali na katika miji mingi ambayo inamkimbilia na kupata uponyaji wa Yesu Kristo. Kwa mimi nikwambie tu, una sababu ya kuteseka, una sababu ya kuendelea kulia, una sababu ya kuendelea kuugulia maisha yale ya shida na dhiki. Ni wakati wako wa kufunguliwa, ni wakati wako wa kukombolewa. Nenda na Yesu Kristo atakufungua. Amen. Safiri pamoja nasi. Za Tanzania tulizipata za Biafra. Kuna mtu alichukua udongo, anasema alipokanyaga tu Pastor alichukua, na kuna miujiza ambayo yeye alishuhudia kama baraka kwenye masuala ya kilimo. Sasa kule watu wa Iringa na Mbeya na Tukuyu nafikiri walishatoa ushuhuda kwamba udongo wa kule wakichukua kwenye mashamba yao wananyunyizia kidogo tu, baraka zinatokea. Ndio wakati wa wale wanaoenda wasisahau kuchukua huo udongo. Sisi hatuwahamasisha kwa sababu kwanza sio sehemu ya huduma, lakini pia hauuzwi. Ni mtu na imani yake, lakini pia unaweza usichukue. Lakini kuna wale ambao huwa wanaagiza vitambaa. Unajua pale huwa kuna asili ya joto kidogo. Kwa hiyo kuna vitambaa ambavyo vinauzwa kwa ajili ya kujifuta, kufanyaje. Watu wanaamini vile vitambaa na vinauzwa kwa bei ya kawaida, ni kama 500 tu ya Tanzania. Kwa watu wanaamini kile kitambaa ukichukua kina miujiza yake. Yaani mwingine anakuambia ukichukua tu kanyuzi, sio ukimpa mtu mwenye shida akifunga na barikiwa, sio ana tatizo lake linaisha. Kwa hiyo ndio sehemu ambayo wale ambao huwa wanatuagiza sasa wajipange wakachukue wenyewe. Wakenya wanasemaga ukachukue kwa mwenyewe. Sasa wewe mwenyewe uende ukachukue kule. Yaani ni huduma ambazo kanisa wao wakati wanazianzisha hawakuamini kama zitakuwa miujiza kwa watu. Na ndio maana hata Pastor Ezekiel anapoenda kwenye mikutano nje ya Kenya huwa hatembei navyo kusema kwamba hivi napeleka watu wakafunguliwa. Yeye anaamini kwamba ukiamini katika neno analofundisha, ukimuomba Mungu pale anapoombea yeye,
basi na wewe utafanikiwa, utapona na miujiza itatokea. Kwa hiyo vingine vyote ambavyo watu wanatamani au walikuwa wanavitamani, watu wameagiza ndugu zao. Wakati tupo pale Kilimanjaro, kuna bodaboda mmoja alitumwa mida ya wakati mkutano unaisha, bana nimeagizwa kitambaa, nimeagizwa maji. Tukamwambia bana hivyo sio sehemu ya vitu ambavyo huwa vinakuwa kwenye mikutano. Kwa hiyo kwa wale wenye shauku ya kupata vitu kama hivyo kwa kule Kenya, inakuwa rahisi sana kupata, na hatumpi Pastor Utukufu kuelezea kwa sababu sio sehemu, yani hatutaki mtu avuke kwa ajili ya kwenda kuchukua udongo. Hatutamani mtu avuke kwa ajili ya kwenda kufuata kitambaa. Ila tunatamani mtu avuke aende kwa ajili ya kutafuta uso wa Mungu, kwa ajili ya kumuona Yesu Kristo akifanya kwenye maisha yake kupitia mafundisho na mahubiri ya Pastor Ezekiel, akapate kuwa sehemu ya ushuhuda wa kumtukuza Mungu. Mimi naitwa Korumba Le Babas, mwandishi msomi. Kupitia namba hizo za chini unaweza kuwa sehemu. Bana mimi nina ofa kwanza ya kwenda. Okay. Amina sana. Amina sana. Nimepata na mimi kupitia mahojiano haya kuwa sehemu ya watu watakaoenda kule kwa ajili ya kutoa shuhuda na kueleza kile ambacho kitatokea katika ibada hiyo. Pastor Ezekiel wa New Life Prayer Center and Church Mombasa nchini Kenya anawakaribisha kwenye ibada kubwa ya meza ya Bwana iliyojaa uponyaji, ukombozi na unabii tele kwa mataifa yote. Kwa sababu ya damu ya Yesu. Because of the blood of Jesus. Leo anapona. Today gets healed. Na mwili wako wa nje. Your outer body. Utaishi. Njoo ukutane na Pastor Ezekiel uso kwa uso. Nilikuja hapa meza ya Bwana nikiwa nasumbuliwa na pressure kwa miaka 11, nikapona. Safiri pamoja nasi kwa gharama nafuu sana. Hakuna sababu ya kuteseka tena. Usipitwe na neema hii. Ibada hii itaanza tarehe 2 mpaka tarehe 13 mwezi wa 4 2025. Kwa maelekezo ya safari piga simu namba 0774 78 15 37. Njoo sasa upokee muujiza wako from above only.